Karibuni katika Imani Imara Channel. Hii ni chaneli inayolenga kututia moyo na kutuwezesha kusimama imara katika imani. Karibuni sana. Leo ningependa tuzungumze kuhusu upya katika imani. Na sasa hivi tumeanza mwaka mpya na tunatarajia mambo mapya kama ambavyo Biblia inavyotuambia kwamba Mungu anatuahidi mambo mapya. Kwa hivyo tunatazamia kuangalia mwaka mpya, na katika mwaka huu mpya tuwe na imani mpya na tusimame imara katika imani. Katika maisha mara nyingi huwa tunajipata katika hali ya upya. Upya unaweza kuwa wa kutufurahisha au wakati mwingine ukawa wa kututia huzuni. Kwa mfano, tulifurahia sote kuingia katika mwaka mpya, tulisherehekea, tulifanya sherehe katika maeneo tofauti tofauti ambapo tulikuwa. Kwa hivyo huo ni upya ambao ulituletea furaha. Lakini wakati mwingine tunaweza kuwa na upya unaotuhuzunisha na kututia wasiwasi. Kwa mfano, tunapowapoteza wapendwa wetu, kazi zetu zinaposambaratika, ama vitu tunavyovidhamini vinapotoweka. Tunahitaji kuanza maisha mapya, kwa mfano bila hao wapendwa, bila hizo kazi, na hali hiyo hututia huzuni. Na hata wakati mwingine tunaweza kukata tamaa. Katika mazungumzo ya leo, ningependa tuzungumzie kuhusu upya katika imani kwa kurejelea simulizi au hadithi ya Noa na namna alivyoagizwa na Mungu ajenge safina. Simulizi hii inapatikana katika kitabu cha Mwanzo sura ya 7. Na tunapata kwamba hadithi ya Noa tuelekeza katika wakati ambapo Mungu alishuhudia maovu yakitendeka ulimwenguni. Wanadamu walikuwa wanaendeleza mambo maovu, walikuwa wanatenda vitendo viovu, na jambo hili halikumfurahisha kamwe. Kwa hivyo akaamua kuusafisha ulimwengu kwa kusababisha mafuriko. Aliamua kwamba ataleta mafuriko duniani ili angalau kuutakasa ulimwengu. Na ili kufanya hivyo, aliamua kwamba atamtumia mtumishi wake mmoja kwa jina Noa, ili aweze angalau kwa huruma zake Mungu kuokoa hata vile viumbe vilikuwa vinaishi ulimwenguni. Kwa hivyo aliteua Noa na akamwagiza kuwa alihitajika kujenga safina, na katika hiyo safina yeye pamoja na familia yake waingie pale, ili wasije wakaangamia wakati ambapo mafuriko yatakuwa yanaangamiza ulimwengu. Pamoja na familia yake, Mungu alimwagiza Noa akusanye wanyama wote wawili kwa wawili. Akusanye mmoja wa kike na mwingine wa kiume. Na wote waliweza kuingia kwenye safina ya Noa alipoijenga, na Mungu kama alivyokuwa amesema, mvua ya mafuriko akaileta ulimwenguni. Na tunafahamishwa kuwa hiyo mvua ilinyesha kwa siku 40, usiku na mchana bila kusita. Na ulimwengu wote ulijaa mafuriko, ukamezwa na maji, na vitu vyote vikaangamia, isipokuwa vile vilivyoingia kwenye safina ya Noa. Lakini baadaye maji yaliisha na safina ikatua katika mlima wa Arafat. Na safina ilipotua pale, tunaelezwa kwamba kuna ndege aliyetokea, ndege aina ya njiwa aliyetokea. Akaja pale huku amebeba jani la mzeituni. Mzeituni kwa kimombo ni olive tree. Na kawaida tunajua njiwa
tunamchukulia kwamba ni ndege anayeashiria amani. Kwa hivyo hii ilikuwa ishara kuwa walikuwa katika nchi kavu, maanake yule ndege alikuja amebeba jani la mzeituni. Na tunaona kwamba baada ya hapo Mungu alimwahidi Noa kuwa hatawahi tena kumaliza ulimwengu au kuwaadhibu walimwengu kwa kutumia maji. Na ahadi hii iliashiriwa na kutokea kwa upinde wa mvua au rainbow, kuonyesha kwamba kulikuwa na upya na kwamba kulikuwa na mwangaza na matumaini. Labda wewe unapitia katika hali ya mafuriko katika maisha yako na unahitaji Mungu akuonyeshe hali mpya na tulivu. Alete upya katika maisha yako, kazi yako, afya yako, watoto wako, familia yako, mali yako na vitu vyote unavyodhamini labda vimeangamia ama unatatizika ama afya yako si nzuri. Hayo ndio mafuriko ambayo tunazungumzia, kwamba unapitia hiyo hali. Lakini kumbuka kwamba Mungu alipoamua kwamba ataumaliza ulimwengu, hakumaliza kabisa kabisa, manake alimuokoa Noa na familia yake, aliwaokoa wanyama, kuonyesha kwamba Mungu ni mwenye huruma. Kwa hivyo ningetaka kukutia moyo kwamba Mungu anajiandaa kukuvusha kwenye nchi kavu, namna alivyovusha Noa na wale wanyama mpaka wakajipata kwenye mlima Arafat, mahali ambapo ni salama, nchi ambapo aliyafuta machozi na kuwapa matumaini Noa na familia yake. Kwa hivyo Mungu anakuahidi kwamba atakufuta machozi yako, kwamba atakupatia afya nzuri. Mahali ambapo ni salama atafanya utue hapo. Na unahitaji tu kusimama imara katika imani. Unahitaji tu kumtumikia Mungu na kumwamini kama alivyomwamini na kumwabudu Mungu huyu Noa, ambaye alitumiwa na Mungu ili kuleta matumaini. Tunajifunza nini kutoka kwa hadithi ya Noa? Kwanza ni kwamba Mungu hapendi dhambi, lakini amejawa na huruma, kwamba hata tunapofanya dhambi yeye ni mwenye huruma, anatuhurumia na anatutakasa. Mungu pia yu karibu na wale wanaomtii. Hilo ndilo funzo la pili, kwa sababu tunaona kwamba igawa ulimwengu ulijaa maovu na watu waovu, kulikuwa na Noa ambaye alimtii Mungu, aliyemwabudu Mungu, na huyo ndiye alitumiwa na Mungu kuokoa ulimwengu na kuleta matumaini. Jambo la tatu tunalojifunza ni kwamba Mungu hutuhifadhi kutokana na mafuriko. Mafuriko ni changamoto za maisha, kwamba Mungu anatuhifadhi kutokana na mafuriko hayo na kuleta upya katika maisha yetu. Na mwisho kabisa ni kwamba Mungu hutupa ishara tunapofika pale ambapo anataka kutufikisha. Namna ambavyo njiwa alileta tawi la mzeituni kama ishara kwamba Noa na familia yake walikuwa wametua mahali salama penye nchi kavu. Kwa hivyo Mungu atatuletea ishara tunapofika mahali ambapo anataka tufike. Kama ujumbe huu umekugusa, andika nitasimama imara kwenye maoni. Hii ni Imani Imara, safari ya maisha katika imani ya kweli. Inaletwa kwako na Imani Imara Channel. Kama umependezwa na video hii, usisahau kulike, kusubscribe, share na ushiriki nasi ili tufike mbali zaidi. Tutaonana katika video inayofuata. Asanteni sana na Mungu awabariki tunapoendelea kusimama imara katika imani.